majina naitwa Aidan Andrea Msigwa. Nina kampuni ya Mdimi Investment. Lakini kampuni kama kampuni haijaanza kufanya kazi rasmi, nafanya kazi kama Aidan Msigwa, lakini nilikuwa nimeungana na kampuni. Lakini huko nakoelekea na kwamba nitahamia kwenye kampuni. Shughuli za uchimbaji nimeanza kitambo kirefu sana. Kwenye maisha yangu naweza kusema nusu ya maisha yangu mimi nimefanya kwenye uchimbaji. Kwa sababu nimemaliza shule mwaka 1989 mwezi wa 10, na huo mwezi niliingia polini kuchimba. Kwa hiyo 89 ile mwezi wa 10 mpaka unafika leo hii 2025, mimi shughuli zangu ni uchimbaji tu. Siku za nyuma tulikuwa sisi kwa upande wa watu wa Chunya tulikuwa tunaona wenzetu wanasoma, tunasoma pamoja na wenzetu wale kaka zetu wanasoma huko mbele, lakini tunaona wanachelewa kusoma huko, ila hao wenyewe hawasomi, hao tunaonekana wana hela. Kwa hiyo tulikuwa tunajiuliza, hivi ukisoma si utafuta hela, na ukikatisha kwenda moja kwenye kuchimba utapata hela? Kwa ndio hicho chenyewe niliamini mimi kwamba nipige shortcut, lakini sasa hizi najuta hivi kwamba elimu ni ya muhimu na unapata tabu, kwa sababu wanakuja wageni. Sasa hizi mimi ningeenda nchi za nje utakuta nimebeba watu kama 4, huyu ataongea Kichina, huyu aongea Kiingereza, yani hivyo yani. Kwa hiyo kidogo naumia, lakini kilichonipeleka sana ni ile tamaa tu kwamba mbona hela ndio ziko huko kwenye dhahabu, kwa nini mimi nisiende hivyo? Basi nilienda moja kwa moja. Miaka ya nyuma ile miaka 1990 tunakwenda 90 mpaka 99 ile nilikuwa nafanya shughuli zangu sana kule kwenye ule mto Zila Ifumbo kule. Tulikuwa tunatumia vile water pump vile unafunga maji mto, basi natafuta hiyo dhahabu. Kutoka hapo 2000 tukahamia kwenye huo mto Lupa huu. Baada ya miaka 2002 ile ikaja teknolojia metal detector zile. Kwa tukaingia kwenye hizo metal detector, tumezifanya zile, lakini baadaye tukaingia kwenye makarasha, usagaji wa mawe. Mwaka 2010 mimi binafsi nikaacha kwenye yule masuala ya makarasha, nikaingia kwenye teknolojia ya uchenjuaji. Kwa Chunya hapa mimi naamini ndio muasisi wa shughuli za uchenjuaji. Namshukuru Mwenyezi Mungu, japokuwa sio kwa malengo, lakini namshukuru nasogea. Kwa miaka karibu 4 nyuma huko, kabla ya hapa tulipofika, nimekuwa nazalisha, nimepata tuzo kama 4 hivi za uchimbaji, uzalishaji mzuri na uchimbaji bora hivyo. Lakini nashukuru mwaka wa jana, mwaka 2024 kidogo ni kama nilistua taifa hivi. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, rekodi yangu mpaka sasa hivi bado amenitunzia. Nafikiri anataka nivunje na nyingine. Mimi kwenye maisha yangu kama huko mbinguni ninachomwa na Mwenyezi Mungu kwa makosa mengine. Lakini wizi, yani kufanya wizi, kuibia serikali, hata hiyo point hamna kabisa. Ninaamini kwamba ukipata dhahabu nenda sehemu sahihi kwa usalama. Hapa tulipo nilikuwa nimeshaanza ununuzi mwezi wa 6. Nilikuwa 6 ngapi ndio nianza kulipa malipo ya kwanza ya hapa Sunshine. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, kufika mwezi wa 9 ili nisaidia sana kwa sababu nilikuwa nalipa nusu. Kwa hiyo kile kipato nilichokipata pale kilinisaidia kupunguza madeni hapa. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu nilianza kununua, lakini nafikiri ningefika mwisho ningeshindwa, kwa sababu hela nilionunua hapa kidogo ni nyingi. Kwa hiyo ingeonekana kwamba baadaye ningeshindwa kwa ile nusu yangu. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu alivyonisaidia, ilinisaidia kwa kweli. Kwa sasa hivi bado naendelea kufanya kazi, ninunua vifaa vingine, excavator. Nilikuwa nazo excavator kama 7, lakini nikaongeza excavator zingine 3 kubwa, nikaongeza malori na kazi inaendelea. Kwa nikabadilisha, hata nilikuwa natumia zile compressor ndogo, nikanunua ligi kwa ajili ya uchorongaji mkubwa. Hivyo ndo naendelea. Mimi nafikiri baada ya lile tukio, na mimi hata Chunya imeona ongezeko kubwa sana la watu. Na mimi nashukuru kwamba nilionyesha kwamba kumbe mali ipo. Japokuwa kazi yake ilikuwa ngumu, lakini nilivumbua kitu ambacho nikaaminisha kwamba Tanzania ina mali na ipo. Kwa hiyo nashauri tu, na ushauri hasa wanachunya wenzangu, kwanza tusifike sehemu tukao tunaogopa. Mali iko Chunya, tuongeze bidii, tushirikiane na wageni, tuje tufanye kazi. Mwenyezi Mungu ametupa mali, tufanye kazi ya kuchimba. Ni kuchimba tu, tuchimbe, tutafute na teknolojia, naamini tutafanikiwa, ila mali ipo.